Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa sana, kwanza kabisa mkuu wa chuo, lakini pia mkurugenzi wa hospitali yetu, viongozi wa serikali na chama mlioko hapa, wapendwa wahitimu wetu, wapendwa mtakaopewa kipaimara, sakramenti ya kipaimara siku ya leo, wapendwa mapadri na watawa, wapendwa wanakwaya, wapendwa viongozi wa kaplano hii ya KCMC, halmashauri ya walei, wapendwa vijana wetu wa vyombo vya habari, kwa namna pekee Radio Maria na Moshi Online Catholic TV, na ndugu wengine wote, wazazi, marafiki na jamaa wanaosali pamoja na sisi siku ya mahafali ya 35 hapa KCMC. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Kumbe nanyi mnafahamu Safi kabisa. Ndugu wapendwa, tuko hapa leo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mambo makuu aliyotenda hapa, hasa kwa hawa wahitimu wetu walio katika ngazi mbalimbali na amekaa hapa kwa miaka tofauti tofauti. Leo kwa umoja wao katika kaplano yao ya KCMC wanahitimu. Tuko hapa kumshukuru Mungu, kumshukuru Bwana Yesu, kumpigia makofi na vigelegele, kumwambia ni wewe tu, si wengine, ni wewe. Hebu tumpigie Yesu makofi. Ni kweli tuko hapa kwa sababu ya wema wa Mungu, kwa sababu ya fadhili za Mungu, kwa sababu ya upendeleo wa Mungu. Tuko hapa kwa sababu hiyo, na ni tangazo rasmi kabisa kwamba Mungu yuko mahali hapa na anatenda. Yesu yuko hapa na anatenda kwa sababu Yesu kwa tabia yake, kwa nature yake, kila alipo yuko kazini, anatenda. Ukipenda kufahamu, unaweza kuangalia mahali hapa. Angalia majani haya yanavyofurahisha. Wewe unafikiri yametokea tu. Unaweza kumwagilia maji, unamwagilia mpaka unaenda leta sijui kwenye bahari gani kule Dar es Salaam, hakuna chochote. Mungu tu anawezesha. Angalia majengo hayo yanavyopanda vizuri, yanaelekea mbinguni, lakini yameandaliwa na mwanadamu. Wewe unafikiri ni muujiza. Yanasema ni wanadamu, sisi tuna akili, ni Mungu anatenda. Angalia nyuso zenu zilivyo nzuri. Hebu ngeukie mwenzako, angalia uso wake, mwambie kwa kweli Mungu ametenda. Ndiyo, msifikiri kwamba muko hivyo tu kwa sababu mmejipamba nyinyi wenyewe, kwa sababu mnajua namna ya kuweka vitu mkawa hivyo. Never. Ni upendo wa Mungu tu. Anawainua, mnakuwa na sura yake, na hivi mnapendeza kama mlivyo. Nyinyi mnao hitimu siku hii ya leo. Hebu jiangalieni, kuna mmoja ambaye akupaa katika hali ambayo ni ya kuhitimu leo. Wote mekaa mahali pamoja. Meziki kwamba imetokea muujiza tu. Ni Yesu anatenda. Mwambie Mungu asante kwa kutenda.
Ni kweli anatenda. Mungu anatenda, yuko mahali hapa anatenda, na kwa namna za ajabu ambazo sisi hatuwezi kufahamu. Hata wakati mwingine tunaweza kufikiri kwamba hapa hakuna lolote. Yaani Mungu hayo kwa kila kitu mnamuita Mungu tu. Yaani everything God, yani everything. Many things can be possible without God. Never. Hakuna chochote kitakachowezekana bila Mungu. Sasa siku moja nilikuwa nafundisha watoto wa shule. Nilikuwa nawafundisha kwamba kwanza kabisa walianza tangu pale mwanzoni, yani kuharibu mambo, maana ni vitoto vile vya darasa la kwanza miaka 3 mpaka 5. Sasa kwanza nilipoingia tuna kuwasalimia, wapenda wanafunzi, tumsifu Yesu Kristo milele amina. Nikamwambia jamani, mujibu, kwani hamfahamu majina ya watu? Sasa si mnasoma Kiingereza? Ndio. So I'm giving you in English. Good morning my dear children. Good morning madam. Yani kaambia hapana, I'm not madam, I'm the bishop. Please say good morning bishop. Wakarudia tena good morning madam. Sasa nikaona ni watoto tu. Haya, tulipokuwa tunafundisha dini sasa, tukafundisha dini, tukaambia Mungu jinsi alivyo. Mungu yuko kila mahali. Kila mahali yupo. Ndiye anayewezesha mambo yanakwenda. Na hivi ni lazima tumpe Mungu nafasi ya kwanza na kumshukuru sana. Mungu yupo. Ndiye anayetutunza kule nyumbani, kwenye mazingira, hapa shuleni, walimu, ninyi wenyewe ni Mungu. Sasa kama wanafunzi kama moja kakanyosha mkono, kaniambia, sasa wewe padi, baba padi, unaosema kwamba yani Yesu yuko kila mahali, Mungu yuko kila mahali, yani hata kule nyumbani kwangu yupo. Nikamwambia ndio, yupo. Kweli yupo, ndio. Na kule kwenye gari la baba yupo. Na kule kwenye mbuzi wetu pale nyumbani yupo. Na kwenye bustani ile ya nyumbani yupo. Sasa ikaniambia, Mwongo, hatuna bustani, umekosea, mwongo. Vyote vikanishangilia eti nimeshindwa. Hakuna bustani. Kwa hiyo kama hakuna bustani kule nyumbani, hakuna Mungu. Hapa umeshindwa, tumekupata, unasema uongo. Umenipata Sasa yani kwamba ni watoto hao. Ndugu zangu, ni lazima wazo hilo la kujua kwamba tuna Mungu ambaye anatupenda ni lazima litawale. Somo la kwanza leo linaweka wazi jambo hilo, hasa kwa wahitimu. Nasema tumechukua kwenye waraka wa kwanza kwa Wakorinto, waraka wa kwanza Mtakatifu Paulo kwa Wakorinto, ile sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka wa 9. Lakini tu kuanzia na ule mstari wa 3 anavyoeleza vizuri. Anasema yani ni huyo ni Paulo sasa anamshukuru Mungu, lakini kwa kweli anapofanya hivyo anafanya kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu wote. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika yote maarifa yote muhimu mlipata, wala hamkupungukiwa na chochote. Nimependa sana hayo maneno, ninayapenda sana. Nasema namshukuru Mungu kwa ajili yenu, kwa sababu katika mambo yote, katika mahitaji yote mmetajirishwa sana, mmetajirika sana katika yeye, katika yote maarifa yote mmepata, wala hamkupungukiwa na chochote, hamkupungukiwa na karama yoyote. Ndugu wapendwa, hili ni kweli, na hasa nyinyi wahitimu munapofikia kipindi kama hiki. Leo ni siku yenu ya furaha sana. Tumekusanyika mahali hapa ili tufurahi pamoja na nyinyi.
kwa sababu kwa kweli Mungu amewainua mkaweza kufika hapa. Mkitafakari mlipoingia mahali hapa, mlipoingia hapa mlivyokuwa, mkirudi nyuma na mkajaribu kuangalia safari yenu ya maisha ya hapa tangu mlipofika, miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6, unaweza kuona kwamba kuna mambo ya ajabu ambayo yametokea, ambayo uko unatarajia, uzuri wa ajabu, neema za ajabu, mambo mazuri ya ajabu yaliyokupa nguvu na matumaini. Sasa hayo mara nyingi huwa tuna desturi ya kuona ni ya kawaida tu. Si ya kawaida tu. Mnajua kwa tabia ya Mungu, kwa nature yake, sio kila wakati anapokusaidia anakuita nakwambia, Cecilia, unajua sasa nimekutendea makuu, umeshaona? Peter, unaona kwamba nimekutendea nini? Na wewe Paulo, na wewe Kristina, unaona? Yani si wa namna hiyo. Anatenda taratibu, anatenda kwa namna ambazo yani ufahamu hata kwamba kuna jambo ambalo limetokea, yani hakuna sauti yote ile tokea, lakini unaona mabadiliko kwenye siku. Unaona jambo fulani limeingia, la furaha, la faraja ajabu, la matumaini, la kukupa nguvu. Sasa limetokeaje? Ni Mungu yuko kazini, ni Yesu yuko kazini, na kama anavyosema leo, anasema kwa sababu katika kila jambo mmetajirika sana. Mmetajirika sana katika yote, katika kila jambo. Fikiria tu mambo yote, anzia na unaangalia masomo ulivyoanza, angalia masomo, angalia hali ya hewa, angalia afya yako, angalia pocket money, mambo yakoje. Mimi wakati ambapo nilipokuwa nasoma Roma, wakati ule ilikuwa ni wakati ambapo yani kwa kweli unapewa pocket money, na ukimaliza hiyo ni basi, yani sio fedha nyingi. Napewa labda euro 500. Euro 500 kwa mwaka ni kitu gani? Yani vitabu vilivyo ghali. Mimi siku moja, yani kwa kweli sikuwa na chochote. Sasa nikaenda kanisani, nikawa nasali. Sasa nikasema, yani Jesus, kwa hiyo umekubali kabisa niwe mwizi kweli? Nikamwambia, yani kweli padi kabisa niwe mwizi, nitakuaibisha. Yani sasa nitafanyaje? Yani sasa mbona sina chochote kabisa, yani itakuwaje? Sasa natoka kanisani hivi, nipande orofa kwenda kwenye chumba changu, nikakutana na rector, mkuu wa shule. Kaniambia, Ludovic, you have got your letter here. Nikafungua euro 300. Euro 300, nikachanganyikiwa. Kwa hiyo nilipokuwa na pale zile ngazi nikajishika nisianguke. Lakini Mungu anatenda kwa namna ya ajabu. Yani kwa kweli nilitumia msamiati hiyo, nikamwambia Jesus, now I am going to look for enemies to get something, because now I have nothing, and it is almost 3 weeks now. I am going to find out even the money of my dear fathers, where are they? Sasa lakini kamuuliza, kweli nakubali niibe? Yani niibe kabisa, yani padi mkatoliki naiba kabisa Roma. Yani nimetoka pale nje, nafungua bahasha, euro 1,000, euro 300. Euro 300 wakati ule is a lot of money. Ni surprise. Kunatokea miujiza ya namna hiyo. Kwangu mimi nilirudi tena kanisani kushukuru, lakini mara nyingi inavyotokea kwetu tukaona ni coincidence. Kila kitu kitokea it was a coincidence. Kweli kwa itokee tu ni coincidence. Coincidence inakujaje? Coincidence na mamlaka. Yani coincidence, it's coincidence. Don't worry. Don't think everything you are communicating with God, not necessarily it's a coincidence. Ni Mungu. Kwa hiyo hata nyinyi wahitimu siku hii ya leo,
Lakini na sisi wanachuo wote na wazazi wote ni lazima tuone kwamba hawa wapendwa wetu kweli wamefika hapa kwa sababu ya kuinuliwa, yani kulelewa na kusindikizwa na Mwenyezi Mungu katika safari yao. Na ukiwauliza, yani pamoja na mahangaiko yaliyokuwako, hawakupungukiwa na chochote cha pekee. Hata pale walipokuwa wanafikiri wamepungukiwa, sijui ni afya, ni masomo, ni hali ya hewa, ni imetokea mabadiliko na wakaenda vizuri. Ndio maana tunawaona hapa wanameremeta, wanashine kama walivyo, kwa sababu wamesindikizwa na Mungu. Na leo tumekuja kushukuru pamoja nao. Tumpe Mungu sifa na utukufu kwa hilo. Tuwe na moyo wa shukrani kila wakati, na hasa sasa wahitimu wa miaka mbalimbali na wafani mbalimbali, kweli mwe na moyo wa shukrani, litawale katikati ya mioyo yenu. Moyo wa shukrani ni kitu ambacho mara nyingi sana tunamkosea Mungu na tunakoseana. Hatutoe shukrani, tunasema kwamba ni coincidence, ilikuwa itokee. Kwa nini isitokee? Mambo ya kawaida. Kumwambia baba asante, namwambia baba asante kitu gani? Sana nitunza. Kumwambia mama asante kitu gani? Sana nitunza. Kumwambia profesa asante, kwani anasema ni kazi yake? Kumwambia mwalimu, kwani amefanya kitu gani cha pekee? Lazima tutoe shukrani kwa kila neno, kwa kila neno tuonyeshe shukrani, appreciation, na ile inamfanya hata yule ambaye amekusaidia anakuwa na sababu ya kukusaidia tena vizuri zaidi. Wakati mwingi sana kwa kweli atoe shukrani, hakuna shukrani, hakuna appreciation, hakuna acknowledgement, tunapokea kisha mambo yanakwenda. Sio sawa, ni maisha ya kinyamanyama hivi. Lazima tuishi kama binadamu wenye akili na utashi, na tunajua kwamba kwa kweli tunafadhiliwa na mfadhili mkuu ambaye ni Mungu. Moyo usio na shukrani ukausha mema yote. Kweli kabisa, moyo usio na shukrani. Naomba mturudie wote, hata wahitimu, kwa sababu itawasaidia hata huko mnakwenda. Moyo usio na shukrani unakausha mema yote. Taratibu taratibu unakaukiwa, kwa sababu ni mtu ambaye unaishi tu kama linyama. Don't worry. Yani uoni sababu unasema kwa sababu yani, kwani kitu cha pekee nini? That is life. Maisha yanapaswa kwa hivyo. Maisha yanapaswa kwa hivyo. Sasa kwani mwanzoni upata? Maisha hayapaswi kuwa hivyo. Ni ufadhili. Ni ufadhili wa Mungu Mwenyezi. Ni ufadhili wa watu wema aliowaweka kati yako. Ni ufadhili wa malaika ambao wameweka watembee pamoja na wewe, wanatenda miujiza, na ni lazima wa appreciate, ni lazima wa acknowledge. Na unapofanya hivyo unashangaa, unaendelea kubarikiwa. Sasa Paulo anasema leo hamkupungukiwa na chochote. Hebu muulize mwenzako, wewe umepungukiwa na chochote? Muulize, usikilize hata kwambiaje. Mwangalie, muulize umepungukiwa na chochote mpaka sasa? Hakuna. Yani amke kuwa mnashine namna hiyo. Leo mna furaha ya ajabu kwamba ndio mnamaliza hivyo, mnapata vyeti. Tunawapongeza sana. Naomba tuwapongeze sana hawa wapendwa wetu. Lakini sasa hebu tuangalie kidogo. Yani kuna jambo la kushangaza kidogo, hili somo la Injili ambalo Padi ametusomea. Tunatoa katika Injili ya Marko ile sura ya 5 mstari wa 18 na kuendelea. Sasa Padi alivyosoma ni mlolongo wa, kuna habari hapo, ni simulizi refu sana, lakini amechukua kile sehemu cha mwisho tu. Ni yule mtu ambaye alikuwa na pepo, wengi. Yesu alipomuuliza mko wangapi, alimwambia tuko legion. Legion maana yake ni wengi, ni kundi. Sasa alikuwa anaishi makaburini, alikuwa anajilaza huko kwenye vumbi, kwenye mawe, anajikatakata yeye mwenyewe, amevaa manguo, wakati mwingine anachana yote alafu tena anarudia. Yani alikuwa basi ni mtu ambaye hata ungemkuta katika hali ya kawaida unakimbia, maana anatisha. Sasa alipokutana na Yesu, kwanza
yale mashetani yaliyokuwa ndani yake yakaanza kumwambia Yesu wa Nazareti, una nini na mimi? Yesu akamwambia mtoke. Akamwambia tuko wengi, tuko jeshi. Akamwambia basi, likamwambia kama sasa ukituondoa, maana tumeshakuona tu ulivyo, wewe una nguvu, unaweza kutuondoa kwa huyu mtu. Basi ukituondoa, tunakomba utupe ruhusa ya kwenda kuingia hao nguruwe hapo. Yesu akamwambia tokeni, endeni kwa huyu nguruwe. Maana Yesu, najua kuna mtu ambaye Yesu anampenda kama binadamu, aliyemuumba kwa mfano na sura yake. Wale watu baadaye wamelalamika sana, wakasema Yesu anaharibu uchumi, aondoke kwa haraka. Lakini lazima tuende kwenye mambo makubwa zaidi. Yaani mbele ya Yesu, mbele ya Mungu, manguruwe ndio yenye maana zaidi au ni mtu? Ni mtu aliyemuumba kwa mfano na sura yake, alafu akamkomboa kwa damu yake takatifu. Usione tulivyo sisi ni watu wa maana sana. Petro anasema ukitaka kufahamu bei ya wokovu wako, bei yako wewe ni damu ya Yesu. Yaani mtu akikuuliza bei yako wewe unauzwa kiasi gani, wewe bei yako, mwambie sasa mimi bei yangu ni damu ya Yesu. Sijui kama sasa damu ya Yesu inauzwa kiasi gani. Unaona how precious we are, how precious we are, and sometimes we are not aware. Yaani sasa Yesu akiwa anajua kwamba yule mtu alivyo wa maana kwake, maana ameumba kwa mfano na sura ya Mungu, na zaidi sana amemkomboa kwa damu yake takatifu, anaondoa maana yale mashetani yale mapepo alimwambia tukituondoa tuingize kwa huo nguruwe. Akamwambia nendeni. Wakaenda wakaingia wale wa nguruwe. Sasa na wale nguruwe walipoingiwa na wale mapepo, nayo wakawa vichaa. Yakakimbilia wapi? Kwenye bahari yote. Sasa mambo yamekuja pale kijijini. Yaani nguruwe wetu amekwenda wapi? Yesu wetu na Yesu amepita hapa, amewakimbizia huko. Yaani hebu mtafuteni huyo Yesu, atoke huko haraka, akimbie, asikija karibu uchumi wetu. Sasa yule mtu baadaye anakutana na Yesu. Ndipo ambapo padi ametusomea leo. Yule mtu anakutana na Yesu. Yesu anapanda kwenye chombo ili asafiri. Sasa akaja akamwambia, Bwana Yesu, naomba nikusindikize, twende pamoja. Akamwambia usiingie hapa, usiingie. Badala yake nenda zako nyumbani kwako, kwa watu wako wa kwenu, ukawahubirie ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu, yani jinsi alivyokufadhili. Naona kidogo inashangaa. Yaani huyu mtu mbona alikuwa na nia njema, alikuwa anataka awe mtumishi wa Yesu. Kwa kweli amemtendea makuu, awe mtumishi wa Yesu. Wala wakawa hapo pembeni na yeye tu, hata kama anataka maji amwambie mara moja, Yesu wewe ni maji kwa kweli. Yaani hata akiwa kuna mainzi ambayo yanamsumbua kwenye kichwa, anayapiga, maana anakuwa ni kama mtumishi wa Yesu hivi hapa, kama MC alivyo hapa. Yaani kuna chochote kinachomguza chisimu. Yes, askofu si unamtunza huko nyuma, yaani ili asipate na maafa. Yaani yule mtu alikuwa na nia njema sana. Kamwambia nenda, ondoka hapa, usiingie kwenye chombo changu. Nenda, ondoka, ukawahubirie. Nenda nyumbani kwa watu wako, ukawahubirie mambo gani makuu aliyokutendea Bwana, na jinsi alivyokurehemu. Sasa hapa kuna tafakari. Hapa kuna tafakari, na hasa kwenu nyinyi wahitimu. Swala linakuja kwenu. Jinsi Mungu amewainua, jinsi mmeinuliwa na serikali, jinsi mmeinuliwa na chuo hiki cha KCMC, jinsi mlivyoinuliwa na jamii. Msijione mlivyo hivyo. Yaani muko hivyo kwa mchango wa watu wengi sana. Penda usipende. Tunarudi tena pale ambapo tunasema mara nyingi hatufanyi tafakari ya nafsi zetu kila siku. Hivi imekwaje nikawa hivi? Tunatake for granted. Mambo yanapaswa kuwa hivyo tu. Lakini matatizo yakishakuja unaanza kuhangaika. Sasa
Yaani mambo, kuna watu wengi sana wamechangia mkawa kama hivyo, wakisukumwa na Mungu, Mungu akiwa wa kwanza. Sasa mtamrudishia nini Mungu? Kweli leo hapa nasikia kuna watu ambao ni wanafunzi sijui wa diploma, wa degree ya kwanza, degree ya pili, ya tatu, ni majitu yani. Watu tunao waogopa, si kama nimeshawaambia tena tunavyowaheshimu. Hakuna cha kusema you know that I'm a bishop, don't. Yani tukishakuwa pale hospitalini tunakuwa chini yenu 100%. Nasema ondoa, na kuambia toa nguo. Sasa baba askofu, I'm a bishop, I cannot remove all the clothes. Ondoa nguo zote. Daktari akikwambia unaondoa nguo zote, anataka apime, yeye ndiye mtaalamu. Kwa hiyo unafanya hivyo, lazima umtii daktari. Usipomtii huwezi kuponyeshwa. Kweli au uongo? Mna mamlaka ya juu sana nyie, ya juu, uwezo wa juu kabisa mliopewa na Mungu. Na tulivyokuwa tunafundishwa, sisi tumefundishwa somo la ethics na moral theology na Mwadhama Kardinali Pengo. Ndio alikuwa ni bingwa katika mambo ya moral theology. Alipokuwa anatufundisha, alituambia after God, the one who has got a total authority in your body is a medical doctor. Nikasema haiwezekani. After Jesus, the one who has got a full authority with your body is the medical doctor, and wherever he tells you, you have to obey. Kasema kwenda huko, yani madaktari hawa, yani eti kuondoe shati, uondoe vesti, uondoe nguo nyingine, who are they? Sasa lakini mimi kwa kweli, yani kama kuna watu ambao wameshateseka mahospitalini ni mimi. Yani kwani hata una habari basi unapoondolewa hizo nguo, yani wanakuambia mnadanganya taratibu tu, yani danganya bishop, unalazwa hapo kitandani, unapotaka kuanza kufanya mambo yenu, unadanganya bishop, how are you? I'm okay. Bishop, you are coming from what do you do? Do you like tea or coffee? I like generally I like coffee. And coffee with sugar or coffee with sugar or with milk? With milk. Naona yani wanasema tayari anakwenda hivyo. Unakwenda tu anasema and usually can you finish the whole cup or only parts of it? Anasema tayari, anzeni. Sasa mimi baada ya kugundua hiyo wasiwajibu tena. Yani sijibu. Maana niuliza kwa sababu mnanibembeleza hapa na madawa yenu, mnaniua, na huku mnadanganya eti nikubali. Bishop, what do you normally, what do you take at home? Coffee or tea? Do you put sugar or milk? Mimi nakaa kimya tu, maana simuendelee tu, yani kumbe mnadanganya. Lakini sasa mamlaka mlio nayo ni ya kimungu. Mna mamlaka makubwa sana na miili ya watu na watu. Ni nani amewafikisha hapo? Ni Mungu tu. Ni Mungu. Mungu amewakabidhi hayo, maana amewaamini. Sasa ni lazima mnapokuwa mna mambo ya namna hiyo, sasa mtamshukuruje Mungu alivyowainua tu. Pamoja na kwamba kwa kweli mnateseka, wakati mwingine usiku hamlali, lakini munayo mamlaka makubwa sana ambayo kutoka Mungu ni nyinyi. Sasa yule mtu Yesu amemwambia, enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wako, ukawahubirie ni mambo gani aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu, alivyokuonyesha fadhila. Anachotafuta Mungu kwetu, kumbe anapotutendea mambo ambayo ni makubwa, sisi tukahubiri jinsi Mungu alivyo mkuu. Twende kwa wengine tukawahubirie jinsi Yesu alivyo mkuu, jinsi alivyokutendea mema.
waeleze wengine na utoe ushuhuda ambao ni wa hakika. Yaani waambie hapa ni Mungu tu. I believe 100% it is only Jesus. Otherwise I could not have been here. Ni Mungu tu, ni Yesu. Kwa kutoa ushuhuda namna hiyo, watu wajue kwamba kuna Mungu, kuna Yesu mwenye uwezo, ana mamlaka, na watu waje kwa Yesu. Kumbe unaona hapa mambo ya mageuka. Yule mtu alikuwa na nia njema sana, yaani awe mtumishi wa Yesu, yaani amemsaidia mno. Hebu fikiria tu, alikuwa kule makaburini anajikatakata mwenyewe, watu akimwona tu wanamkimbia, maana wakati mwingine amevangwa, wakati mwingine hakupangwa, anaonekana kama shetani tu kwa kweli. Sasa amemwondoa huko, amekuwa mtoto mzuri kabisa. Yaani akaja sasa akamwambia Yesu, mimi nataka nikusindikize. Akamwambia hakuna, nenda nyumbani kwako ukawatangazie watu ni mambo gani makuu Mungu aliyokutendea na fadhili alizokutendea, yaani alivyokuondoa kule akakuleta katika hali hii. Wapendwa, ni lazima tuhubiri, ni lazima kutoa ushahidi juu ya mambo mazuri Mwenyezi Mungu aliyotutendea. Yaani washirikishe watu. Mtakapo kwenda huko kwenye maeneo ya kazi, washirikisheni kwamba kweli kuna watu wema katika, yaani kuna walimu wema, kuna maprofesa wema, kuna watumishi wema hata wa Mungu wanaosaidia sana, kuna mazingira mazuri. Wewe usiende ukahubiri tu siku ambayo sijui uliambia ufanye nini alafu ukakasirika, naambia kule ukienda ni kukasirika tu. Sio kweli. Yaani kuja hapo kukasirika tu kweli hapa pazuri hivi? Hapana. Kumbe ni vizuri mkatae ushuhuda juu ya mambo mema mliotendewa na Mungu katika kipindi chenu cha mafunzo, lakini zaidi sana mutoe ushuhuda huo katika matendo, katika utumishi, katika huduma yenu. Watu waone hapa kwa kweli tunatibiwa na watu ambao ni watoto wa Mungu, wamejaa umungu ndani yao, wamejaa wema wa Kristo ndani yao. Hawa ni watu wema, na hata akiniambia chochote nitafuata. Kweli hiyo ni sehemu ya ushuhuda wenu, ni sehemu ya mafundisho yenu. Msiwe mkae madaktari ambao mnawatishia watu, kama utaki nigurumie get out. Sasa get out aende kwa nani? Na wewe pale ndiye ambaye unaweza kukurudisha maisha yake kwa wakati huo. Kwa hiyo mwe watu wema, yaani mwakaribishe watu ili warudi tena kwenu tena na tena. Nyinyi mmeshika nafasi ya Kristo, mmeshika nafasi ya mapadri, ya watawa, mahali popote mlipo, muonekane kama watu wema, munao waonyesha jinsi Mungu anavyowapenda, jinsi Mungu atatumia njia zake alizoweka huku duniani wapate nafuu. Dawa hizo zilivyotengenezwa ni sayansi ya kimungu tu, iko huko ndani, ni sayansi tu inatembea huko ndani, lakini mjue Mungu ndiye sayansi yenyewe. God is the science itself. Ndiyo anainua watu wanaweza kutengeneza madawa ya ajabu ya kutibu watu mbalimbali. Sasa muwape matumaini, mwahudumie kwa upendo, mwahudumie kwa furaha, na wakati mwingine kwa mateso, kwa sadaka kubwa. Naweza kutana, lazima ufanye sadaka kubwa ili uweze kumhudumia. Ndivyo utume wenyewe ulivyo. Ni mara ngapi tunachukua wagonjwa usiku hospitalini, lakini daima daktari anapoenda amshwa kwenye saa 6 usiku, saa 7, saa 8 anaamka. Ni saa mbaya sana hizo. Ndio saa nzuri, kwa kweli sio mbaya, ndio saa nzuri za usingizi. Wakati huo hauko huku, lakini yani anaamshwa mpaka unatikiza hiyo miguu, amka uende hospitali, anaamka. It is not an easy ministry. Ni ngumu sana,
Lakini mnapoifanya vizuri hivyo kwa uaminifu, mumtangaze, watu waone kwamba hapa kwa kweli, hapa si mtu wa kawaida tu, hapa kuna Mungu, hapa kuna Yesu. Na hivi wafurahi, waseme asante, asante Mungu kwa kutupa watu wa namna hii, madaktari wa namna hii, wauguzi wa namna hii. Kwa hiyo tunawatakia kila la baraka, kila jema. Mukawe Yesu, mukatangaze kwa wema, kwa upendo, kwa unyenyekevu na kwa udogo wa ajabu jinsi mulivyotendewa makuu na Mwenyezi Mungu. Na nyinyi namna ya kurudisha shukrani kwenu ni kwenda walau kujaribu. Hamtaweza kufanya kama Mungu, hamtaweza kufanya kama Yesu, lakini mkajaribu walau kwa kiasi fulani. Tunawatakia kila laheri na baraka za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.